mambo yakiwa vizuri, Simba la Masimba utamwona anasoma Qur'an. Mambo vipi mtazamaji, kabisa kwenye exclusive interview leo niko na ndugu yangu bana Famau. Sijafanya interview siku nyingi sana. Kaka kwema? Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu niko vyema. Mbona nasemaje? Allah anabariki. Kila siku zinapozidi Mwenyezi Mungu anatufungulia mambo. Tunapambana huku na huku kushoto kulia. Mambo yanaenda vizuri. Nikitaja watu wengi ambao wanajitahidi sana kupatanisha watu, Famau nakupa maua yako, unajitahidi sana hata kwenye dini pia unajitahidi watu kuwakumbusha Qur'an inavyosema na namna nyingine pia nyingi. Kwa wewe mwezi wa Ramadhani mwezi wa namna gani hasa? Ni mwezi wa kuchuma kheri, lakini mwezi wa ukumbusho kwamba mrudie Mola wako. Unajua mwezi wa Ramadhani watu wengi wanaotumia kama kurejea kwa Mwenyezi Mungu, lakini inabidi iwe kwamba huu sio mwezi wa kumrejea tu Mwenyezi Mungu peke yake. Miezi yote iliyobaki ni ya kumrejea Mwenyezi Mungu na kuwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na mambo kama hayo mimi nauchukulia mwezi wa kuchuma, mwezi wa kufanya toba, kwa sababu fadhila zake ni nyingi tofauti na miezi mengine. Nikupongeze pia, umekuja na mashindano yako ambayo nani wasanii pia unawapa challenge na nini. Pengine hasa idea ilianzia wapi na imefikia wapi pia? Idea nimeanzia nyumbani. Kama ushawahi kunifuatilia nyuma, ulikuwa unaona nafanya na wazazi wangu, wadogo zangu. Kwa hiyo nikaona mwezi wa Ramadhani kwa nini nisifanye ikawa viral tu? Sababu nitafanya wewe mpaka watachoka, nafanya na wazazi wangu na wadogo zangu watachoka. Kwa nini nisiguse na watu wengine? Kwa hiyo nikaja na creativity kwamba yes, wasanii wana mvuto wingi, wana ushawishi mkubwa, nikiwapata huyu akisoma Qur'ani, huyu celebrity kasoma Qur'ani kafanya nini, mtu mwingine anavutiwa. Nishasilimisha watu mimi. Tangu nimeanza. Kwa hiyo unaona watu wanavutika wanakuja. Kwa hiyo imekuwa jambo kubwa sana. Nimefanya na watu wazito, wachezaji kwa wasanii. Na nina project kubwa, tegemeeni inshallah mambo yakiwa vizuri, Simba la Masimba utamwona anasoma Qur'an. Nilikuwa nataka nije hapo, ameposti bwana kwa sababu bwana huyu muiteni aje huyu. Kwanza ulivyoiona ilikuwaje ile? Comment zilikuwa nyingi bwana, tunamtaka Diamond Platnumz, washasoma wengi, kaambia tulieni. Na nishafanya na Ricardo. Kaambia Ricardo tunafanya, akaniambia tulia mdogo wangu. Hili jambo linaenda. Kwa hiyo tuzidishe uradi mwamba asipate majukumu mengine. Kwa hiyo mtamuona pale Chibu kasoma sawa na. Kwa vitu kama hivyo. Wewe unaendelea kama kiasi gani yeye? Zawadi zake nono sana. Zawadi zake nono sana. Huko kuna package kubwa, atapata vitu, yani vitu vingi Mungu atapata. Lakini nikupongeze pia katika engo hiyo pia. Umekuwa ukiwasaidia pia wasanii kama hivi, watu maarufu pia. Hivi ni sahihi kwa msanii kuwa katika mahusiano katika mwezi wa Ramadhani kama vile ambavyo ilivyo kwa Harmonize na Kajala, hawajaoana lakini still bado wanafunga na vitu kama hizo? Shubha. Hiyo ni shubha. Unajua ile sio halali yako. Kitu cha halali ndicho kinachoruhusiwa. Ndio maana hata mwezi wa mtukufu wa Ramadhani, halali yako utafanya naye tendo la ndoa usiku wa Ramadhani baada ya kufungua, sio mchana wa Ramadhani. Sasa ashumu hiyo, kwa sababu mkishakaa hivyo ina maana nyinyi mtakuwa mnafanya zinaa. Mkishafanya zinaa hairuhusiwi mwezi wa Ramadhani. Na ili mtu ujimilikishe ni wako wako, oa. Ndio sisi dini yetu inasema hivyo, lazima uoe. Kwa hiyo sasa hiyo shubha na binadamu tumeumbwa matamanio. Kwa hiyo ile sio halali yake avunge. Hiyo ni dhambi. Kwangu mimi naona dhambi. Siwezi kuitafsiri kwa vibaya, lakini itakuwa si vizuri. Yaani si vizuri aache. Sababu sio halali yako na anayekitenda kimoja wewe unaona sio dhambi. Dhambi. Almar'atul ajnabi, mwanamke wa kando. Nilimsikia pia Mwijaku alionya pia kwenye, alikuwa sahihi kumbe? Alikuwa sahihi, Mwijaku ipo sahihi, ni dhambi. Ili mali ujilimilikishe na anayekitenda kimoja oa. Kabisa. Nilikuona pia Manara pia amekuwa akikusifia sana kwa namna ambavyo unafanya pia, hata jana pia mbele ya kamera pia alisema hicho kitu. Kwa wewe hasa Manara ni mtu wa namna gani hasa? Yule mimi ni baba yangu, naweza kusema hivyo kwa sababu umri wa baba yangu kabisa. Yule ni baba yangu, lakini mimi ni shabiki yake mkubwa since day one. Yaani mimi Bugatti nilikuwa namkubali tangu ipo Simba. Unajua kila mtu ana mapenzi yake na mtu, yani wewe unavyompenda mtu usilazimishe mimi huyo mtu nimpende na mimi. Kama anamchukia namchukia, lakini ninampenda mimi siwezi kulazimisha yeye umpende. Kwa kila mtu ana kitu ambacho anakipenda. Kwa mimi Manara ni baba yangu, nishafanya mashindano kwake, ameshanisupport kwa 100% na nyingine. Kwa hiyo ni mtu wangu wa karibu, alhamdulillah. Unajisikiaje anavyotazama? Kupishana kwa binadamu ni kitu cha kawaida. Kwake yeye hasa kitokea kama vile ambavyo pengine anasema kitu ambacho kina faida ama ana uelewa wake uko vile watu wana react tofauti. Unafilaje kwa upande wako? Ni maoni na mtazamo wa mtu. Ndio kama hivyo, mtazamo wangu huwezi kutofautisha na wako. Wewe unaona mimi nitafeli, mimi naona mimi nitafaulu. Kwa hiyo ni mitazamo ambayo kila mtu kwake anauona sahihi.
na mwingine anaona sio sahihi. Kwa hiyo Manara ugomvi wake, purukushani zake ni yeye binafsi. Mimi mapenzi yangu kwake ni tofauti kabisa na vurugu zake. Kwa hiyo Sofa jana alikuwa huko Godi pale na wewe ulikuwepo pia. Sofa baada ya maongezi yale, Godi alikwambia nini hasa? Ananiambia wanipigisha shoti mdogo, akukambia shoti ndio kweli. Si huyu hapa wewe. Kwa hiyo vitu unaviona. Kwa hiyo huyu ni mmoja ukiniambia rafiki yangu wa karibu, ukiniambia rafiki yangu wa karibu, yani wa karibu sana, basi ni Godi, ambaye mimi naweza nikafeli kimaisha. Godi akanisaidia. Bwana Godi mimi sina 200 anaweza akaniingizia. Fuma mdogo wangu mimi sina namuingizia. Ndio tunaishi hivyo. Natafuta combination yote kwenye sport. Huwezi kuipata mimi na Godi Yanga. Tafuta Simba, tafuta Azam, tafuta wapi upate. Ninachotaka kukifanya mimi Godi anakijua, anachofanya Godi mimi nakijua. Sawa kabisa. Bahati nzuri bwana Godi huyu hapa. Godi, hebu pita kwanza. Waandamizi vipi? Mbona kama atakuchonganisha tena? Mimi nawaambia aje. Nimwambia katika marafiki hakuna na hatotokea. Kama atatokea basi uchakoshazeka combination kama yetu kwenye mpira. Mashallah. Yani hata mjaribu kujiorganize vipi mtu ipata. Nimwambia ninachokitaka kufanya mimi Godi anakijua. Na hata kufanya kigodi mimi nakijua. Hata kama hajaniambia. Kama unabisha mimi naweza nikafanya jambo hapa akamalizia. Sisi tunakupongeza Asma kufanikisha jambo kubwa umelifanya hadhira kuunganisha. Tuondoke na pale kwa Asma pa kufuturisha watoto yatima. Yani lazima hapo pawepo. Hongera zako Asma, ili jambo kufanikisha. Umewalisha mayatima, yani umefuturisha. Hata kulipa karima, kheri zako kuzidisha. Mashallah. Allah kulipe kheri dada yetu Asma Jamida. Hii nimependa sana hii. Good. Hongera zako Asma, ili ulifanikisha. Umefanya jambo jema, yatima kufuturisha. Atakulipa karima, kheri kwako kuzidisha. Hongera Asma Majidi, Mungu akufungulie. Tupe vesi yako. Mimi nimepokea dua zenu kwa Allah. Mayatima wamefurahi, roho yangu imeridhika. Hata nilipa kalima, hata wewe mtafanya. Dua tumeipokea we dada yetu Asma. Hiyo mimi nikisha hapa katikati Diamond hapa mimi hapa. Hiyo sahihi sio unaondoka. Gani hapa Tanzania mnaiona huyu analisi nafasi ya Biki Dude. Wallahi sikufuturishi tena.